Minja Kilimo tumekuja na darasa mahususi. Tunahitaji kukuonyesha namna ya uandaaji wa shimo la kupandia mahindi sambamba na namna ya kuweka mbolea ya samadi. Ukirejea kwenye kitabu chetu cha matumizi sahihi ya mbolea kwa mmea, tunaeleza kwamba unaweka viganja viwili kwenye kila shimo. Sasa leo utaona hivi viganja viwili ni namna gani tunaweka. Dhana ambayo tunaitumia kwenye kuandaa mashimo ya kupandia mahindi ni kamba. Ambayo inapatikana dukani hapo mtaani kwako, mkulima una uwezo wa kuipata. Kwa utanunua manila ni shilingi 1000 na unaandaa kama tulivyofanya. Utafunga mafundo. Kama unaweza kaona kameramani, fundo hili. Kwa hiyo utafunga mafundo namna hii. Inakuwa na fundo namna hii, ambazo hizi fundo ndio tumesema ni nafasi ya mche na mche. Kwa hiyo muhindi mmoja kwenda muhindi mwingine, ambayo ni futi 1 ama sentimita 30 au rula moja ya mwanao ile ya shule. Rula moja unapima hapo, unafunga namna hii. Na hii ndio tunayotumia sasa kwenye kupiga shimo. Dhana ya pili tunayotumia ni mti. Huu ni mti ambao unaandaa mti wowote tu shambani kwako. Huu sisi ni mti wa bamia kabisa, tena tumeuchuma hapo shambani. Ambao huu sasa ni upana kutoka mstari mmoja kwenda mstari mwingine wa mahindi. Ambapo tulisema tunaandaa sentimita 75 ama rula 2.5. Kwa hizi ni rula 2 zile za shule, zile mtoto wako unapima rula 1, 2.5 unakata. Hii ndio tutakayotumia kuhamisha kamba yetu kutoka mstari hadi mstari. Kaa pamoja nasi ndani ya Minja Kilimo uweze kujifunza leo kwa vitendo jinsi ya kuandaa mashimo ya kupandia kwenye zao la mahindi na upate idadi ya miche inayotakiwa katika eneo. Sasa huu ndio mti, hii ni mambo. Kwa hiyo tunaichimbia upande mmoja wa shamba kama hivi. Alafu tunakwenda upande wa pili wa shamba. Kwa hiyo unanyoosha upande wa pili, unashindilia namna hii. Kwa hiyo kamba yako itakuwa imenyooka kama unavyoiona, na vifundo kama unavyoona. Hili haya mafundo. Kwa hiyo humu ndiko tunakopiga mashimo yetu, mkulima. Nafikiri unaona. Sasa tutaenda kupiga mashimo uweze kuona. Tumesema walau shimo liwe na futi 1 kwenda chini. Kwa hiyo tutapiga shimo la futi 1 kwenda chini, alafu tutaweka mbolea, alafu mtaona jinsi tunavyofanya. Hapa tuko kwenye upigaji wa mashimo. Na nilikueleza kwamba haya mashimo ni ya karibu sana. Kama unavyoona hizo pointi ziko karibu. Kwa hiyo ukisema upige kwa kwenda mbele hautaweza. Ila kwa kwenda nyuma ni rahisi. Kwa hiyo tumekata hapa udongo, tumeweka hapa. Hapa ndio tukate jingine. Kwa hiyo hapa tunakata shimo la pili hapa. Kata shimo la pili hapa. Na at least futi 1 kwenda chini, shimo refu kama mnavyoweza kuona. Mpaka unafika mwisho wa shamba lako. Waonyeshe kupiga kwa kwenda mbele jinsi ndivyo ngumu kwa haya mashimo ya karibu. Kumbuka tuna pointi hapa, tuna pointi hapa. Kwa hiyo hapa shimo, hapa shimo. Unapiga shimo la kwanza hapa. Unapiga shimo la pili hapa. Naweka hapa udongo. Naweka hapa. Lakini automatically hili linajifukia kwa sababu yako karibu. Ila tukipiga kwa nyuma kama ulivyoona inakuwa rahisi. Kwa mkulima unachotakiwa kufanya na paswa upige kwa kwenda nyuma kama tulivyoonyesha kwa video yetu hii. Zoezi muhimu la kuweka mbolea.